Nataka yani level hata leo kesho kutwa mwe pamoja. Mwe pamoja sio mmekaa tu faraga. Mwe pamoja kwenye ulimwengu wa mapenzi ya kimwili. Wengine anakubaibia time hivi miezi miwili, yani wewe unaona mstaarabu, unajua. Kwa sababu yani mtu anataka tu ukimwambia yes, yani hapo ndo anaanza kukuita wife, ndo yani hivyo. Kwa hiyo unakuta mapenzi yalikuwa hayadumu hivyo. Okay, mimi ni msichana. Mali nafanya kazi, mimi ni nursing, nakutana na wagonjwa sometimes, nakuta mgonjwa akakupenda. Hairuhusiwi, haitakiwi. Lakini ndio hivyo, mmebadilishana mawasiliano, anaanza kuwasiliana, unaendeleaje, naendelea vizuri, nini mwakuta mmependana. Ishatokea, nishaye kudate na mgonjwa. Nikasema yani huyu namna ambavyo tulikutana katika ile mazingira, na maana huyu ni mtu mwema. Lakini hakuna kilichoendelea. Kwa hiyo kwangu mimi mahusiano yakawa kama sina bahati nayo. Lakini katika kipindi hiki mimi msichana nimekuwa nikishiriki matukio mbalimbali ya wenzangu ambao wengine nilimaliza nao form 4, wengine walienda mpaka kidato cha 6, wengine tumesoma nao nursing, wengine walienda kuchukua kozi mbalimbali. Yani zile taarifa, jamani mwenzetu anaolewa kutokuwa na kichani pati yake, jamani my dear na olewa, jamani nina vishwa pete, naomba uwepo siku hiyo. Yani mimi nimekuwa sasa ni mtu ambaye nashiriki hizo event za hivyo. Lakini nikwambie kwenye upande wangu mimi mambo yamefunga. Kumpataga tu hivi mtu yani tukakaa, nikikwambia mwanaume ambaye tulikaa tukakaa ni mwaka. Yani ndio tumetoboa mwaka. Na tulifika tumechoka. Huo mwaka yani tumefika tumechoka. Kwa nini nakueleza hivyo na kupa picha uone mahusiano yalivyokuwa na changamoto kwa upande wangu? Kuna muda mwingine mpaka nikawa najihisi labda mimi nakosea. Hata nikawa nawauliza wenzangu, mnafanyaje kuweza kudumu kwenye mahusiano kwa muda mrefu? Mbona mimi nimekuwa sina bahati kwenye mahusiano? Wananipa maelekezo, mwanaume anapenda hiki, mwanaume anapenda hiki. Make sure unafanya hiki, usiwe mkali, angalia mahusiano yako yaliyopita, nini kilisababisha mkaachana, rekebisha kama unaona mwenzako aliyokuambia hiki. Kwenye mahusiano mengine usilete mambo kama haya. Usiwe na hivyo kupitiliza, usipende kumsema mtu. Jamani, yani kuna mahusiano mimi ndo nakuwa mpole na kuwazezeta na naachwa. Sijui. Sometimes najiuliza kwani na mapungufu gani? Mbona mimi ni mrembo na nikijitazama kwenye kioo mimi ni mrembo, na sio tu nikijitazama mimi mwenyewe ni mrembo. Yani ninakutana na watu wananielewa, oh I love you nini, lakini yani hakuna hatua. Sasa naye rafiki yangu ambaye mimi nilivyomaliza form 4 tulikuwa ni marafiki sana. Tuliachana tu kwa sababu ya hizi kozi. Mimi nilichagua kwenda huko nursing na yeye alikuwa na ndoto zake. Sasa hakunishirikisha mengi. Yani ni mtu ambaye pia sio kunishirikisha sana mambo yake, lakini ni rafiki yangu. Unajua tunavyokuwa tunasoma, unamaliza masomo labda form 4 form 6 au chuo, unaweza kuwa ulikuwa na mtu karibu, lakini mitazamo nenda kusomea hiki, mnaweza msiwe close sana kama mlivyokuwa mwanzoni. Au wengine hata urafiki unakufa. Mimi huyu haukufa, amebaki kuwa rafiki yangu, lakini sio yule ambaye tuko naye muda wote kutokana na nilivyokueleza. Na nimekuwa nikimuuliza vipi unaendeleaje, ananipa feedback, tunapiga story, sometimes tunaonana, tukipata muda tunabadilishana mawazo. Hili ya kunishirikisha. Lakini amekuja kunishirikisha, nikawa niko very surprised. Unajua, ananiambia Zai mimi naolewa. Nikamwambia wewe serious? Anakuwa nani? Ile swali nauliza kwa sababu sijaonaga na yeye kama kwenye mambo ya mahusiano yuko stable, yani kwenye mahusiano na yeye, yani tunapiga stories zinaendana. Ananiambia Zai, unaweza ukapata mtu sahihi, unajua sio lazima awe Mtanzania. Hizi akili za kuwaza kwamba mwanaume sahihi, husband yule lazima apatikane hapa Bongo, ni ufinyo wa kufikiria kwamba yani mimi lazima nimpate hapa, nitampata hapa, nitampata kanisani, nitampata tukienda kuswali, nitampata ofisini, nitampata. No, mwanaume sahihi anapatikana mazingira yoyote yale, na sio lazima awe mzaliwa
wa nchi moja na wewe. Anaweza katoka Kenya, katoka Uganda, katoka Kongo, akatoka Norway, nchi yoyote anaweza katoka. Mimi hata nikacheka, nikaambia Zai, tunakutana na mahusiano na watu ambao wako around na sisi. Mimi nitakutana na madaktari, nitakutana na na manesi wenzangu, nitakutana na wagonjwa kwa sababu wako around na mimi muda mwingi. Okay, nitakutana na mtu nikitoka out. Na out pia sitoki mara nyingi. Kwa hiyo ninaona nakutana tu na watu kama hao. Na ndio maana nikwambie tunajikuta tunaumizwa kwa sababu ndicho tunaamini. Nitakwambia mimi nimepata mwanaume mzungu. Niko jamani, mwanaume wa kizungu. Nikaambia ni mzee. Akaniambia kwa nini mzee? Kwa nini unasema mzee? Kwa sababu mimi ni mbibi? No, nimepata mwanaume wa kizungu, ni kijana na wala hatujapishana miaka mingi. Nikaambia serious, umempata wapi? Kwa sababu jamani, kupata mwanaume wa kizungu tena kijana, umempata wapi? Haya, namuuliza rafiki yangu, kwani ulianza kuwa na missions za kwenda huko kwenye location zao? Kwa sababu utampata Manzese. Unakutana naye wapi wenzako? Mzungu. Sio mzungu koko, mzungu mwenyewe. Unakutana naye wapi? Tandale. Basi sawa, mmekutana Tandale. Nisiye kasaa Vero, kwa nini unasema Tandale? Basi mmekutana Tandale. Au mmekutana naye wapi? Kitunda kule, matembele ya pili kule. Anatueleza haya ndugu yetu mpendwa, anaitwa Zaituni au unaweza kumuita Zai. Zaituni anasema mimi ilikuwa ni historia kunivutia sana kwa sababu hajawahi kunieleza kwa habari ya wazungu, amepata mwanaume mzungu, na kweli nikawa niko natamani kujua. Nikaambia hizi story tusiongee kwenye simu, hizi ni za kuonana. Maidia, naomba tuonane. Yaani umeniambia kitu cha kunishangaza. Kweli, kwa sababu ni mtu ambaye ananipenda. Alishia na mimi akaniambia, unajua nimejifunza mambo ya mahusiano sometimes sio mambo ya kushia na watu wengi. Mimi nimejikuta mahusiano yangu mengi yanavurugika, na hisi wakati mwingine napenda kusema sema. Sasa nimeamua kusema, naona kama kitu kimefika mwisho. Yaani sasa naenda kuolewa. Yaani serious naenda kuolewa. Nimuone kwenye picha nikamuona. Jamani, nilivyokuwa na imagination zangu ni mzee. Mzungu mzee kachoka, anatafuta mtu wa kumlea. Yuko wapi mtu wa kunilea? Ana pesa zake, binti mdogo wa Kitanzania aoe, azeke vizuri. Sio mzee. Nikaambia, wewe umempata wapi huyo mwanaume wa kizungu? Na anakupenda? Na familia yake imekukubali? Akaniambia, wewe unazungumza mambo ya zamani, siku hizi mambo hayo hayapo. Siku hizi mambo ya kusema si huyu sio mzungu, huyu ni black, no. Nowadays mambo hayo hayapo. Kuna watu hawa ya entertain kabisa, ni baadhi ya watu ambao bado akili zao zinakuwa na shida kidogo, lakini watu walioelimika wala hakuna shida. Nimeshakubalika kwao. Ninavyokuambia naolewa, basi ni rafiki yangu ananipa habari njema. Nafurahia habari njema za marafiki zangu. Kadri siku zimezidi kusogea, idadi ya marafiki zangu kutoka kwenye usingo na kwenda kwenye familia inazidi kupungua. Lakini mimi sio miongoni mwa wale ambao nimebahatika kumpata mtu hata kusema huyu anaweza kanioa. Sina. Wanasema kuna umri fulani ukifika, basi hata kama hujaolewa basi uwe na mtu permanent uko naye. Ndio, tunazungumza kuhusu maisha, msikilizaji, maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunayowasilisha kwako kwa njia simulizi. Mimi naitwa Veronica Franki. Yes. Nazidi kukushukuru sana popote pale ulipo kwa kutusikiliza. Niko na habari njema sana. Siku nazo zinazidi kusogea. Ni vyema nami nikakujuza rafiki yangu habari njema. Kuna tamasha kubwa sana. Hili ni tamasha kubwa la Serengeti Music Festival, na safari hii kwa mwaka 2025 hatuliiti tu Serengeti Music Festival 2015, bali tunasema ni Samia Serengeti Music Festival 2025. Hii imekuja kivingine kabisa. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ikishirikiana na Baraza la Sanaa la Taifa, nazungumzia BASATA, wana kumwagia wewe hili tamasha
Hili ni tamasha kubwa katika viwanja vya nyumbani kabisa, ni hapa Tanganyika Packers. Tunazungumzia Kawe Wewe. Ni tarehe 26 ni mwezi huu wa 4, siku ya Muungano. Mambo yote yatakuwa pale Tanganyika Packers. Ni siku ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Njoo ushuhudie maajabu ya sound na stage mpya kabisa kutoka kwa Jizo Sound. Zitakuwa zikirindima hapo kwa mara ya kwanza ndani ya viwanja vya Tanganyika Packers pale Kawe. Listi ya wasanii ni kubwa sana. Endelea kusikiliza EFM, endelea kupata listi, lakini hii ni siku ambayo usikose rafiki yangu. Hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Nikukumbushe tarehe, ni tarehe 26 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Kumbuka ni siku ya Samia Serengeti Music Festival 2025. Haya ni siku yako ya kufurahia. Ni wapi? Tanganyika Packers Kawe. Tunazidi kusonga mbele zaidi, msikilizaji, tukiyasikia haya. Ndugu yetu anaitwa Zaituni akiendelea kushare pamoja nasi katika safari yake ya maisha. Zaituni anasema namfurahia rafiki yangu. Akanieleza, wewe ukiwa kama rafiki yangu na natamani ushiriki, tutakuwa tukifunga ndoa. Kanitajia tarehe. Nimekuwa nikimwambia pia boyfriend wangu na rafiki yangu nampenda sana, anaitwa Zaituni. Nimekuonyesha pia picha yako. Kwa hiyo nitafurahi siku hiyo ukijoin pamoja nasi. Nikamwambia wow, nitafanya hivyo rafiki yangu. Hatua zote tuko pamoja. Nimefurahi kwa kila kitu ulichoniambia na asante kwa kunieleza. Akaniambia asante pia. Nikamwambiaje, wewe ni rafiki yangu. Tumekuwa pamoja tukipiga story za mambo ya mahusiano. Okay, uliamua kunyamaza na kushika mambo yako ambayo ulisema usishirikishe, lakini umepata wapi boyfriend? Nilimuuliza hili swali. Akaniambia, Zaituni, unaweza ukampata mwanaume sahihi popote duniani. Unajua tunaishi tumejifungia mahali. Tukiishi lazima tuolewe na makabila tunakotoka. Au mimi Dar es Salaam hapa tapata mwanaume wa kutoka Dar es Salaam. Kumbe una mwanaume wako sahihi yuko South Africa, yuko huko Egypt. Na dunia sasa hivi imekuwa kama kijiji. Ni wewe kuwafikia hao watu wakuone, na ni upi atakuwa interested na wewe. Nikamwambia okay, kwa hiyo yani umempataje? Akaniambia nimempata mitandaoni. Nikamwambia mitandaoni wewe? Na anataka kukuoa? Akasema kwa nini nadhani mwanaume kukutana mtandaoni ndo kwamba umekutana na mwanaume ambaye sio sahihi? No. Nikamwambia nielekeze. Akasema unataka kujua? Nitakuelekeza kila kitu. Kila kitu tutakuelekeza na utampata wa kwako aliye sahihi. Nikamwambia okay, ni sawa. Basi mimi nilisikia hilo anasema. Unajua na mimi ni mwanamke, najua mambo yanayoendelea. Najua kuna watu waga wanapataga wapenzi kwenye Facebook jamani, si ndio? Najua kuna watu wanapata kwenye mitandao tu huko ya kijamii. Mtu anakutana na chat na mtu anamuelewa, oh you look good, nini na nini, anakuwa na comment kila post yako, ana like. Mwisho wa siku anaanza kukwambia oh unajua mimi mna meet kama mpo hapa Dar es Salaam, kama mpo mkoani mmoja yuko mkoa fulani, huyu fulani mtu anatoka mkoa fulani, anamfuata, wanaenda wanaonana ana kwa ana, wanazungumza na mnaweza mkachati hata mwaka mkiwa mnachati tu mnachati tu, afu mnakuja mna meet, mnakubaliana, mnaendelea na mahusiano yenu, mnaendelea kukutana, baadaye mnafikia hatua mnaoana. I know, najua. Sijai kufuatilia kiukweli. Yani sijai kufuatilia na ile kusemaga yani kabisa. Mbona mimi niko kwenye mitandao huko nipatage mtu? Kwa kweli sijabahatika kwenye maeneo, lakini nilisikia hiyo habari njema na nilishiriki. Ni kweli nilimuona huyo mwanaume kama niliyemuona kwenye picha, ndo huyo mwanaume wake, na ni kweli alifunga naye ndoa. Na akana niambia Zaituni, mimi
siwezi kuishi hapa Tanzania. Mpaka sasa hivi nazungumza, kila kitu tumesha kamilisha na huyu mwanaume kashanifanyia kila kitu. Kwa hiyo anaenda kuishi kwenye nchi ambayo huyu mwanaume anatoka. Jamani, basi tuko tunasema anamuoa, anaweza kaenda kumtesa familia yake. Je, watakuja? Watu walikuja pale, hawajui Kiswahili, hawajui chochote, wanajua Kizungu tu. Shughuli ilikuwa imetawaliwa na uzungu mwingi. Shosti kaolewa. Yani kaolewa. Anasema wacha kujifungia, ukakaa tu hapa uko Mbagala, wewe mpaka umpate wa Mbagala mwenzio. Usijifungie Mbagala, njoo hata huko Mbezi Beach. Uzo kukutana na mtu sahihi. Zaituni anasema, lakini rafiki yangu aliniambia, mimi nitazidi kukusaidia, lakini kwenye mitandao kwa ujumla kuna kitu kinaitwa dating site. Yes, na mimi nimeizungumza sawa. Hizi site za mahusiano zinasaidia kwa kutanisha watu. Nikamwambia, na wewe ndio ulimpata huko? Akaniambia, na amempata kwenye site ipi? Nikamwambia, ninatakiwa kufanyaje? Yani ninatakiwa nifanyaje? Akasema, kwanza kuwa tayari. Cha kwanza unachotakiwa kufanya, Zaituni, ni kupiga picha nzuri. Kwa sababu mtu ataangalia profile yako. Muonekano wako kwenye picha utaweza kumshawishi mtu aweze kukufuatilia zaidi. Kwa hiyo weka picha nzuri, usiedit sana, kwa sababu ukiedit sana hiyo picha, siku kwa mfano mmewasiliana, amevutiwa na ile profile yako aliyoiona, alafu sasa anachukua, mnabadilishana namba nini WhatsApp, alafu anakuja kukuona live, anakuja kukuona WhatsApp, anakuona uko tofauti, anakuwa disappointed. Kwa hiyo unatakiwa kuedit, lakini usiedit sana. Watu wengi wanakosea, wana edit sana. Mimi nimeingia humu, sikuchukua time sana. Nikamwambia, ni muda gani ulikuwa huko? Sasa nikisema sijachukua time, nimeshaingia kwenye sites hizo zingine, lakini huko sikuchukua muda sana. Kwa hiyo nilizidi kujifunza pia, na mimi napaswa kufanya nini ili nikutane na mtu wangu sahihi. Nikuga na edit sana, yani kuweka majonjo mengi. Edit lakini isiwe sana, ni mtu akuone uzuri wako, afu kila kitu kiweke hapo, jielezee pale. Na akaniambia, yani kwa mfano kama kuna kitu kimoja ambacho mtu mimi alinifundisha, ambaye anazijua hizi mambo, anasema hata kama una mtoto, usiseme mimi am a single mother, sijui nini na nini na nini, usiseme. Yani wewe jizungumzie wewe mwenyewe binafsi. Akitaka kujua mengi atakuja kuyafahamu huko. Akaniambia mengi, nikamwambia mimi sijui chochote, unanieleza ni kweli. Mimi ninataka serious, na mimi nataka, nimechoka. Kama kuna uwezekano mimi nikapata mwanaume, yani hata kama ni mzungu, niko tayari, ili mdali tu anipende. Labda mimi bahati yangu yuko Tanzania kiukweli, kwa sababu mbona mambo yangu ya mahusiano hayaendi. Ninajifeel upweke sometimes, na mhitaji mtu kwenye maisha yangu ambaye anaweza akaiko tayari kwa ajili yangu. Akaniambia, nitakusaidia. Sasa mimi na simu, akanielekeza kila kitu. Akaniambia, sasa hapa kuna mambo mengi ambayo unatakiwa uyachague. Kuna hizo sites zenyewe ni free, unaingia, lakini kuna muda unatakiwa kulipia. Ukilipia ina maana unaenda moja kwa moja kwa watu ambao ni wako serious. Unajua ukilipia kitu ina maana wewe uko serious na hicho kitu. Lakini kuna ile ambayo wako watu wako tu, ukiingia unakutana nao. Ila ukilipia, mimi nikaambia, yani wewe ni shauri mimi ni ipi nifanye. Kama ni ya kulipia, mimi niko tayari. Kama utanishauri niingie ya free, yani wewe utakavyonishauri mimi, nataka unishauri nifanye hivyo, nielekeze kabla hujaondoka. Yani unaondoka, wewe umeshanisaidia na mimi nimeshaanza hiyo michakato. Kwa hiyo nielekeze kila kitu. Rafiki yangu hakuwa mchoyo.
Hakuwa mchoyo rafiki yangu, akanielekeza hapo. Nilipiga picha nzuri, nikaiweka hapo picha yangu, maelezo yangu, yani professional yangu 1 2 3 zimeelezwa vizuri, kwa maana ameniandikia mtu ambaye anajua nini kinapaswa kuandikwa hapo. Akaniambia, mimi nashauri kama una hela, najua unafanya tu maamuzi, tulipie ili usichelewe sana kumpata mtu. Nikamwambia sawa. Nikamwambia sasa nichague nchi gani? Akasema sasa ni wewe. Akanitajia baadhi ya nchi ambazo wanaume wake wako serious sana na mahusiano, yani sio watu wa ongo, na akanitajia nchi ambazo yani watu wake pia sio kweli, na unaweza kukutana na watu wapuuzi, yani watu wapuuzi vichaa kabisa, wendo wazimu. Akakwambia ukahisi kama yuko serious, anakuambia vitu vya ajabu, anakupigia mavideo kwa sio eleweka, anataka umpigie simu, anataka kupigia simu, anaanza kukwambia vua mavazi yako, baki mtupu na vitu kama hivyo. Unaona? Sasa kuna nchi ambazo hao watu wake wako smart. Nikamwambia ndo uniweki sasa kwenye hizo nchi ambazo watu wake wako smart. Akasema kuna vijana, kuna yani hivyo. Mimi nikamwambia yani mimi hapa, yani hapo nipate mtu ambaye asiwe mzee. Kiukweli mimi mzee hapana. Mimi mzee hapana. Yani hata kama nikimpata mtu mwenye kama huyo mpenzi wako, yani nikimpata hata age kama huyo mpenzi wako, mimi niko tayari. Akaniambia sawa Zaituni, haina shida. Yani kila kitu tunakiweka hapa. Ni bahati yako na Mungu atakavyokufungulia. Nikamwambia sawa. Zoezi tulilifanya. Zaituni anasema sijabahatika nikisema hivyo, au naweza nikawa labda nimewahi kusema hiyo sentence, lakini kiukweli naona kama sijabahatika kumpata mwanaume kwenye ardhi ya Tanzania, na kama kuna namna ya kuweza kumpata mtu huko, mimi niko tayari. Ndio kuna mitandao ya kijamii nipo pia, sijawahi kukutana na mwanaume ambaye yuko serious labda huko, kwa sababu moja kwa moja mnaingia ini dating, ni mambo ya kudate. Kwa hiyo moja kwa moja mtu anajua akiniona mimi nataka nini na yeye anataka nini, amenielewa, ina maana atanifuata. Haya alikuwa ni maelekezo, na akaniambia tutazidi kuwasiliana, anything kikakushinda wala usijali. Sasa mimi nimeingia kwenye hiyo site, nimeshaingia na nimelipia. Kwa hiyo ndio hivyo, naanza kupokea hivyo request sasa, watu kunielewa. Na ni kweli kuna watu ambao walianza kujitokeza, na kuna vitu huyu mtu alinieleza. Kwa mfano, kwa nchi ambazo mimi nilikuwa nimezitarget, akiniambia soma sana ujue mgawanyo wa masaa. Yani wewe mtu ameomba, umepata WhatsApp yake, angalia sana mtu yuko nchi gani, tunapokuwa tunazungumza. Basi usimtumie message, kuna muda wengine wako kazini, kuna muda yani ujue mabadiliko ya majira. Tanzania huku ni asubuhi, kule ni saa ngapi. Sasa wewe ndio unabidi ucheze na time yake kule. Hayo yote nilielekezwa. Na mimi wale wetu wengi ambao mko huko mnaelewa. Mnaelewa ya mambo. Wale ambao mpo kwenye searching. Yes. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa anaitwa Zaituni. Leo ikiwa ni siku ya kwanza tunaanza mkasa huu. Zaituni anasema mimi nazungumza haya kwa sababu tuko katika teknolojia sasa hivi. Ni kweli dunia imekuwa kama kijiji. Tuna nafasi ya kukutana na watu kwa mazingira rahisi sana. Unaweza ukapata unachokitaka wewe pia. Inawezekana. Lakini ninachotaka kuzungumza, naamini ndugu zangu, marafiki wa Tanzania wenzangu wakikisikia, kuna kitu naweza nikawa nimeongeza katika vile unavifahamu na ukajifunza kupitia mimi. Na mimi Veronica niko hapa kuiwasilisha simulizi hii ya ndugu yetu anaitwa Zaituni. Zaituni anasema ni kweli kuna watu kadhaa walijitokeza na nikawapa WhatsApp number, na yeye alikuwa akiniambia mtu yoyote anakufuata, make sure unampa ushirikiano, kwa sababu huwezi ukajua katika huyo ni upi anaweza akawa ni sahihi. Lakini ukishampata mtu sahihi, unatakiwa utoke kwenye hiyo site.
Yani na yeye mwenyewe ataona uko serious, kama yani wewe sio umepata mtu afu unaendelea kusearch. Una search nini sasa? Na umeshampata mtu. Kwa alizidi kunielekeza hata alipokuwa ameondoka, namna gani naweza nikapata kujua mtu sahihi. Unajuaje? Nimemaliza kidato cha 4. Nina uwezo wa kuzungumza Kiingereza, lakini Kiingereza changu sio kile kizuri. Unaweza kukutana na watu ambao wana Kiingereza kigumu, pengine ukashindwa kuelewa. Unataka kuandika, kaniambia hapo lazima uwe na Google ile English ile unaelewa ile ya kutranslate lugha. Unaandika Kiswahili alafu ina translate Kiingereza kikiwa kimeandikwa vizuri. Usionekane ujui. Na nikaambiwa pia nisiombe pesa. Yani unaanza tu kudate na mtu, yani tunaanza kudate mtu tu anaanza kuwasiliana na wewe, amekuelewa, mmepata nafasi, mmebadilishana namba za WhatsApp, unaanza kusema unahitaji pesa. Usitangulize pesa ili mtu upate nafasi ya kumjua, na nitakuelekeza ukitaka upate pesa unapataje. Haya yote aliniambia kama elimu ya hatua ambayo mimi nimeanza kuipiga, na natamani nifike hatua nimpate wa kwangu. Na sasa hivi nimekuwa na shauku nikimpata mzungu kijana, nahisi kama nitaenjoy zaidi. Zaituni mpendo wetu anatueleza haya. Zaituni anasema haya mambo ndo nimeyajua. Sikuwa najua, ndo nimeyajua. Yani kwanza nianze kuzungumza na huyu wa kwanza. Kiingereza changu cha kuunga na nini, ninapigiwa video call. Yani mimi mwanamke naambiwa kwamba ukiweka picha yako hapo, weka hivi, usijiedit sana. Ukijiedit sana, akiingia, akikuangalia, akikuona uko tofauti, atakimbia. Mimi sasa huyo wa kwanza nimekutana naye. Yani mtu ni mkubwa, mkaka mkubwa, na sio mkaka, mtu mzima kabisa. Mtu mzima kabisa yani. Lakini pale kwenye profile ni sura yake ni kweli, lakini yani si unajua tena, yani hajajiweka mwili wake. Kwa hiyo ni sehemu kubwa ni hivi juu, yani unamuona hivi juu. Jamani, yani ukumi, yani ni mkubwa. Lakini kitu kingine akawa anataka sana mambo ya kuwa na mahusiano kwa kupitia mawasiliano. Yani anaanza kuniforce kwamba you are sexy, kwa hiyo anataka nivue mavazi yangu ni hivyo. Nikasema ndo haya alisema rafiki yangu, nitakutana na wenda wazimu huko na vichaa. Hata nilivyokutana na huyo nikamwambia rafiki yangu, mbona mimi nimefungwa kwa bahati mbaya, mbona mimi nimekutana na mwenda wazimu. Tunizungumza vizuri, nikajua hata ana akili timamu. Yuko utakutana na vichana, wenda wazimu, utakutana na kila aina ya watu, utakutana na wengine yani uelewi, lakini ndo wako huko. Na akaniambia nikwambie ukweli, wengi wanaingia huko wameshindikana. Yani wameshindikana, lakini kuna bahati, unaweza kubahatika ukakutana na mtu ambaye yuko sawa, ana akili timamu, anajua nini anataka. Nikamwambia basi nimekutana bahati mbaya. Akasema sio rahisi unavyodhani. Yani hilo tu ni kutahadharisha, yani sio rahisi kwamba utaingia papo. Wengine wanaweza wakawa na miaka 2 wako huko, miaka 2 mtu yuko na search. Wengine hadi wana miaka 5. Naona, lakini kikubwa utakiwa kukata tamaa. Namwambia wewe, nikaenda ngoja huko kwenye hizo site miaka 5 na ngoja nini? Basi itakuwa sio kama nimeshindwa kukutana naye mtu ana kwa ana nako kwenye matembezi yangu. Huko sasa ikishindikana si ndo basi sasa tahangaika miaka 5 naenda. Uwezi ukajua. Watu wapi wanaingia kila siku kwenye hizo site. Unaweza kukuta mtu mpya ameingia na akakuona wewe. Hivyo, cha msingi hapo wewe tayari watu wameshaanza kukuelewa, unaona kwa sababu ya profile yako. Tukazungumza hivyo. Jamani,
Mimi ninakwambia idadi ya watu wamenifuata, yani hakuna hata mmoja anaeleweka jamani, yani hakuna hata mmoja anaeleweka. Yani hawa ni wale ambao yani naona ni wahuni huko, wamejikatia tamaa, ni watu ambao wanaendekeza tu mambo ya kimapenzi zaidi, sio mambo ya kuwa na serious mahusiano. Sasa unajua ukijua kitu unaanza kujifunza pia zaidi. Nilikutana na dada moja, yeso nursing, yani anafanya shule nyingine. Nikamuuliza kuhusu hicho, akaniambia usiniambie na wewe umeingia kwenye hizo site. Nikamwambia mwenzangu na rafiki yangu mmoja alipata mzungu, alipata kasa, wengine waongo. Nikamwambia yule hawezi kunidanganya, yani hakuna namna yote ya kukutana na yule mzungu zaidi kwenye hizo mambo ya mitandao. Ninakutana naye wapi? Mzungu kijana handsome. Akacheka akasema, kwani mzungu lazima ukutane naye huko bwana? Kwani sasa hivi akili yako imehama kwa wanaume wa kibongo, unataka mzungu? Sielewi ni kitu gani kimenipata sasa hivi, natamani kuwa na mahusiano na mwanaume wa kizungu. Yani ndio akili yangu inaniambia I think ndio utakuwa safe, nitakutana na mwanaume sahihi sana, na nitaondoka Tanzania, nitaenda zangu huko nje, na mimi profession yangu ni nesi, itakuwa ni easy kupata kazi. Yani sasa hivi nimeshajaza mambo mengi kichwani. Sasa hivi nimetoka kwenye focus kuolewa na mbongo kiukweli. Yani lugha yangu napenda kusema, yani wanaume wa Tanzania hawanaga real love. Yani wenyewe yani wanaume wa Tanzania wanafanana. Hakuna mapenzi, ni walahai. Angalia, tukakutana na mwanaume wa kizungu hivi na hivi, kamuoa. Unajua wazungu wakisema I love you wanamaanisha, sio mbongo anasema I love you anawaambia watu 10. Huyu dada akaniambia, kama unaingia na shauku ya kupata mwanaume wa kizungu, sio lazima umpate huko. Okay, unaweza ukaa huko, lakini hao wanaume wa kizungu kuna mahali wanapatikana. Wewe ukasema unataka mwanaume wa kizungu, unatoka zako pale hospitali. Hivi pale hospitalini kwako kwa siku, kwa mfano, kuna mgonjwa yote mnamhudumia pale ni mzungu? Au akitokea ni nini? Okay, labda mchina kwa sababu wachina wako wengi, labda ile mzungu real kabisa unamtaka mzungu. Haya basi utapata mzungu koko, wazungu koko si wapo, kutokana na hospitali yenu ilivyo. Mnaweza kukutana na wazungu ni nadra, si ndio? Sasa wewe mzungu kuna mahali pao. Wewe kuna hospitali ungekuwa unafanya kazi, wewe nesi pale, nataka nikuambiaje, yani wazungu wanaingia na kutoka kwa sababu wana hospitali zao, wana hoteli zao, wana baa zao, wana nini, wana club zao. Kwa hiyo wewe umeingia na shauku ya kupata mwanaume wa kizungu, make sure kwanza ujue mzungu anataka nini. Sio nataka tu kuolewa na mwanaume wa kizungu, nataka mwanaume wa kizungu anipende. Mwanaume wa kizungu ana vitu anataka kwa mwanamke wa Kiafrika. Nikaambia shosti, mbona nipe elimu inaniingia? Namwambia huyo ni dada mwingine, sio yule ambaye aliniingiza kwenye hizi site. Nikamwambia hebu niambie. Akaniambia, kwanza shoga yangu, nikwambie tu ukweli. Yani nikwambie tu ukweli, wewe kupata mzungu sio rahisi. Labda kama udetineko kwenye mitandao, au yanakuona tu kwa picha, yani hivi. Lakini hata kwa picha yani unajionyesha tu hivi kwa sababu wewe mnene. Yani wewe mnene, ndio uso wako haunyeshi kama ni mnene, lakini wewe una unene. Wanaume wa kizungu, real wazungu, hawapendi wanawake wanene. Kwa hiyo wakati unafikiria hilo swala na kwamba upate mwanaume wa kizungu una mahusiano naye akuoe, ufikirie hilo pia kwanza. Una rangi nzuri na kiumri, yani uko kwenye market. Unaona, kwa sababu unaweza kukutana na mzungu hata akawa ni amekuzidi hata miaka 10, 20 au hata mbabu, lakini wana vitu vyao. Uwe mnene. Sasa mimi hapa nikwambia hata sio mnene. Yani sio mnene. Mimi naambia wewe, mimi mnene,
Sasa wazungu wataki hivyo. Mzungu anataka yani mtu mwembamba. Yani unajua mwembamba. Tena ukawa na shape ndo uko kwenye marketing zaidi. Haya ni mapya. Nikamwambia kwa unasemaje? Hakuna mtu mnene anapata mwanamume wa kizungu. Akasema hebu niambie huyo rafiki yako leo kuingiza yupoje? Nikamwambia mwembamba. Yani tuko naye kama sawa. Yani tuko naye sawa. Kwamba mimi na yeye yani mimi ni mnene, hapana. Yuko kama mimi tu. Akasema it's okay. Mimi sijui. Lakini mimi ndo unajua vitu ambavyo wazungu wanapenda. It's okay. Lakini nikwambie, unataka kutoka out, usiende out za local place, kwa sababu huwezi kukutana nao. Akaniambia nitakutajia maeneo ambayo unaweza ukaenda ukakutana na wanaume wa kizungu. Niko wewe. Kwa kuna maeneo yao. Akasema kuna maeneo yao. Mimi nitakutajia baadhi ambayo ukienda utakutana na wanaume wa kizungu wengi. Nikamwambia sawa, acha ubahili. Nikacheka, nikamwambia ubahili kivipi? Kwa sababu hizo sehemu ni expensive. Unaenda ushazoea kunywa maji ya 1500, unaweza kukuta kule maji yanauzwa 10,000 au yakauzwa 5,000. Umeshazoea juice, fresh juice, ukinywa fresh juice 5,000 unalalamika. Kunaweza kukutana na fresh juice very expensive. Kwa hiyo usiende kule na hela yako 10,000 kwamba ndo unaenda, utashangaa. Unaenda kule unataka local beer, unakuta local beer ndo 9,000. Wewe si local unazinozo shangapi buku jeo. Kwa hiyo ni gharama. Lakini kwa nini hiyo hali imekupata ya kutamani kupata mwanaume mzungu? Nikamwambia sijui, ni vile tu niliona rafiki yangu amepata mwanaume. Unajua nahisi kama wenzetu wako tofauti na sisi. Kweli kabisa. Yani namna ambavyo nazungumza na rafiki yangu, ananiambia na kuombea upate mwanaume wa kizungu, utaenjoy maisha. Utaiona hii dunia ni sehemu nzuri sana ya kuishi. Au wanaume weusi hawa, yani wanaume wa kibongo hawa waongo sana. Yani waongo sana. Yani wanapenda sana kuchanganya wanawake. Yani hivyo. Akasema ukibahatika utakuwa umepata bonge moja la deal. Haya, mimi nakutakia tu heri. Akanielekeza. Akanitajia maeneo hapa Dar es Salaam. Yani hayo maeneo nenda pendeza. Na akaniambia hata kama huyo rafiki yako alikuwa na mwili kama wa kwako, lakini usinenepe hapo. Zaidi tengeneza body yako. Yani akinishauri kama nianze mazoezi ya kujimaintain. Kama nimeamua kuingia kwenye mambo, lazima pia nipendeze. Na akaniambia make sure unakuwa na muonekano mzuri wakati wowote. Usijiachie. Usiwe nursing yule ambaye yupo tu. Yani wewe muda wote pendeza. Nikamwambia kupendeza mimi, wewe si unajua una mashaka na mimi. Kwa hiyo hilo tukawa tumelimaliza. Anatueleza haya ndugu yetu anaitwa Zaituni. Katika safari yake ya maisha anasema, mimi Zaituni nimepitia. Naamini sisi wasichana, mabinti, katika age ambayo unajifeel kuwa na mahusiano, nahitaji kuwa na mwenzangu, unataka kuingia kwenye ndoa, kuna mchakato wa mambo mengi sana hapa. Kuna vitu vingi tunaweza tukavifanya katika usichana wetu, katika ujana wetu. Mimi natamani niseme haya yangu ambayo nimeyapitia nikiwa msichana, ambaye na mimi natamani nikutane na mtu sahihi katika maisha yangu. Naamini kushia kwangu kuna mtu mmoja naweza nikamsaidia akatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Wakati huo napata ushauri zile dating site zile, na mimi bado niko kule. Lakini sikukutana na mtu ambaye yuko serious. Na huku ile rafiki yangu ananiambia sio kitu rahisi. Yani wewe kwa tu na subira. Kuna siku moja kuna mtu mmoja atanasa tu. Na kila kitu kitabadilika. Namwambia sawa, lakini na mimi huku na michakato mingine. Sio tu wa huko, lakini kwa mara ya kwanza nakumbuka nilivaa zangu vizuri. Sasa unajua nikaanza kufuatilia ninaweza nikavaa vipi. Unaona?
Yani naweza nikavaa vipi nikatoka nikaleta tension mahali naenda. Usiende mahali ukavaa watu wasishtuke. Navaa nini nikienda pale mtu ashtuke? Ni kala gani, ni nini. Kwa hiyo mara ya kwanza nilizingatia sana hii out yangu ya mara ya kwanza. Na nilimwambia huyu ambaye ameolewa na mwanaume mzungu, nilimwambia nataka nitoke out. Unajua nao nimeona kwamba kutoka hizi local places naenda wapi naona kama siwezi kukutana na watu sahihi. It's okay. Ndio sitaki sasa hivi kufikiria mambo ya kupata mwanaume wa Kitanzania. Lakini naona nafasi ya kukutana na wanaume smart. Si unaenda tu mazingira ya kawaida, hizi local bar. No. Akaniambia, ni kweli ulivyosema. Ni kweli Zai, uwezi ukaenda kukutana Sinza sijui Kumekucha ukakutana na mwanaume mzungu, yule mzungu real kabisa. Inaweza katokea, ni bahati sana. Lakini kwa nini uzungumzie habari za bahati sana? Watu wana location zao. Ni kweli. So unaenda out? Nikamwambia yes, naenda out na dress hiki kiatu changu. Akasema nakwambia ukitoka kwenye mazingira make sure unavaa high heels. Na hiyo msingi sana. Afu usivae nguo kubwa. Yaani nguo ikawa oversize. Vaa nguo ambayo inakutosha, inakaa vizuri mwilini. Na akaniambia nguo nzuri ya kuvaa, vaa gauni. Sasa mimi nikawa namuonyesha zile ambazo mimi nimeziandaa kwa ajili ya out. Ambao sasa hii out natoka sasa hivi. Stoki hizi out tunabebana tu na wafanyakazi wenzangu. Sasa hivi mimi niko na mkakati sasa hivi wa kupata mwanaume mzungu. Iwe jua, iwe mvua. Nataka niame zangu nchi, niende zangu Ulaya. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Zaituni, au unaweza kumuita Zai katika siku njema ya leo. Msikilizaji, nikupeleke mapumziko kwa dakika chache. No, sio mapumziko, nikuage. Nilipitiwa, muda wangu umekwisha. Ndio, muda wangu umekwisha. Nikutakia usiku mwema msikilizaji. Mimi